Habari mpya na ya kutatanisha imetoka kuhusu tukio la utekaji wa David Joseph Maganja maarufu kama Jumbe, msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, ambapo naibu katibu mkuu bara wa Chadema Amani Golugwa amefichua kuwa moja ya kati ya watu waliokuwa wanateka, yani moja ya wale watekaji 6 alikuwa amevaa sare ya polisi na wengine walikuwa wamevaa kiraia, walikuwa wakiita wafungwa pingu wakati wa tukio. Golugwa amesema tukio hilo lilitokea usiku wa Mei 20 mwaka 2026 eneo la Bunju, na Jumbe alifanikiwa kutoroka baada ya kufungwa pingu na kujeruhiwa. Hii ni maendeleo mapya katika kesi inayozua hisia kali za wasiwasi na hasira. Katika maelezo yake, naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa alisema ndugu Jumbe alichukuliwa na watu 6, ambapo mmoja alikuwa amevaa sare ya askari ya polisi, wengine walikuwa wamevaa kiraia na walikuwa wakiita wafungwa pingu wakati wakimshambulia. Baada ya tukio, Golugwa na wenzake walipofika ofisi za Chadema Mikocheni, Aran Macha, mmiliki wa gari lililotumika, aliwafikia na kuwaeleza jinsi ilivyotokea. Jumbe alifanikiwa kutoroka akiwa bado amefungwa pingu na amejeruhiwa vibaya. Golugwa amelaani vikali tukio hilo na kudai majibu kutoka kwa mamlaka husika. Hii ni kauli inayothibitisha madai ya awali ya Chadema kuwa kulikuwa na utekaji wa kisiasa unaohusisha watu walio na sare za polisi. Golugwa anafichua kuwa miongoni mwa watekaji 6, mmoja alikuwa amevaa sare rasmi ya polisi. Hii inaongeza uzito wa madai ya kuhusika kwa vyombo vya dola au watu wanaojifanya kuwa maofisa. Gari lililotumika, Toyota Wish T namba 609 DTD, limepatikana na mmiliki wake anachunguzwa. Tangu Oktoba mwaka 2025, ripoti za mitandao na asasi za haki za binadamu zimeandika visa vingi vya utekaji na ufuatiliaji dhidi ya viongozi na wasaidizi wa upinzani. Human Rights Watch pamoja na baadhi ya ripoti za ndani zimeonyesha kuongezeka kwa visa vya forced disappearance na matumizi ya sare za polisi katika operesheni za asili. Kauli za John Heche na Godbless Lema zilizotangulia zilitaja ufuatiliaji na vitisho mara kwa mara. Mwitikio wa Chadema ni kuwa chama kimechukulia tukio hili kama sehemu ya mkakati wa kukandamiza upinzani na kuwakatisha wasaidizi wa Lissu. Hii imeongeza shinikizo la kisiasa na inaweza kuathiri operesheni zao za Free Tundu Lissu. Tukio hili linakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na operesheni za Chadema, kesi ya Lissu na shinikizo la kimataifa kama vikwazo vya Marekani. Polisi bado haijatoa taarifa kamili, jambo ambalo linazidisha mashaka kwa upinzani. Hii inaimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma. Na kwa upande wa serikali pamoja na polisi, inatoa taswira mbaya ya kutokuwa na udhibiti au kutumika mamlaka vibaya. Na kwa upande wa demokrasia, inazua swali kubwa kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa na uhuru wa kufanya siasa. Na kwa upande wa umma, inazidisha hofu na wasiwasi wa kutokuwepo kwa ulinzi wa kisheria. Tukio la David Jumbe ni swala la kutisha na linapaswa kuchunguzwa mara moja na kwa uwazi mkubwa. Uwepo wa mtu aliyevaa sare ya polisi miongoni mwa watekaji unaongeza uzito wa madai ya uhusika kwa vyombo vya dola. Hii inahitaji uchunguzi huru na wa kina bila upendeleo. Kukosekana kwa taarifa rasmi na kamili ya polisi kunazidisha mashaka. Vyombo vya dola vinapaswa kuwa vya kwanza kutoa maelezo na kuwalinda raia, si kutoa nafasi kwa watetezi na chuki. Hii inaharibu imani ya umma katika taasisi za usalama. Polisi inapaswa iwasilishe taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, wahusika na hatua zinazochukuliwa. Uchunguzi huru na wa kina ufanyike na matokeo yawe hadharani ili kurejesha imani. Serikali pamoja na upinzani ziingie katika mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano na kurekebisha mifumo inayozua migogoro. Vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu, visiwe chombo cha kisiasa. Na hakuna taifa linaloweza kustawi linapokuwa na hofu ya kuchukuliwa usiku au kutoweka bila maelezo. Usalama wa kila raia ni jukumu la serikali na lazima utekelezwe bila upendeleo. David Jumbe amepatikana salama baada ya kudaiwa kuchukuliwa kimabavu na watu
waliokuwa mmoja wao amevaa sare ya polisi. Chadema inalaani vikali na inahitaji majibu rasmi na ya wazi kutoka kwa polisi. Hili ni tukio jingine linaloongeza mvutano wa kisiasa na kutilia shaka usalama wa viongozi na wasaidizi wa upinzani. Tanzania inastahili usalama, haki na heshima kwa kila raia. Tuungane kudai uwajibikaji na amani. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nini maoni yako kuhusiana na kauli ya Amani Golugwa kuhusu kuhusika kwa polisi kwenye utekaji wa ndugu David Jumbe ambaye alitoroka watekaji hao akiwa amefungwa pingu mikononi mwake na akiwa na majeraha mwili mzima mpaka kichwani? Je, polisi ni kweli wamehusika na utekaji huo au amezidisha chumvi? Tuandikie maoni yako kuhusiana na kile unachofikiria kuhusiana na kauli ya Mheshimiwa Amani Golugwa. Je, yuko sawa?